Mambo vipi mtazamaji wa Baharia TV? Jina langu naitwa Ezekiel Mtero kutoka hapa Baharia TV. Kikubwa sasa kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu akiwa wilayani Namtumbo mkoani Ruvuma amesema ili chama hicho kishiriki uchaguzi mkuu ujao yapo mambo sita muhimu ya kufanyia kazi. Akiendelea na operesheni yake na reform no election inayoendelea kanda ya kusini, Lissu amesema katika mapendekezo yetu kulikuwa na mambo sita hatukuyaanzisha sisi, isipokuwa tumeyapigania kutoka katika tume ya Jaji Nyalali ambayo ilisema tubadilishe mfumo wetu wa uchaguzi kwa sababu uliopo unapendelea upande mmoja. Lakini imepita miaka 30 bado tunaimba wimbo ule ule. Tunahitaji mabadiliko. Mfumo wa uchaguzi kusiwe na mgombea anayepita bila kupingwa. Pili, hatutaki taratibu za uchaguzi zinazoruhusu wagombea wengi kuenguliwa. Tatu, hatutaki kuandikisha watoto wadogo kwenye daftari la kudumu la mpiga kura. Nne, hatutaki kufanyiwa fujo tena kwenye kampeni zetu tunazofanya. Tano, mawakala vyama vyote wawe huru kufanya shughuli zao ikiwemo kujua kura zao, na kama hakuna mawakala uchaguzi usifanyike. Sita, hatutaki kuona uchaguzi unaotoa kafara za watu ili wapate uongozi. Mwanasheria huyo amesisitiza bila utaratibu wa uchaguzi kubadilishwa, wananchi hawawezi kupata viongozi sahihi watakaowajibika kuwatetea na kusemea changamoto zinazowasibu. Amesema chaguzi nyingi zinazofanyika zinawanyima wananchi fursa ya kuchagua viongozi, akitolea mfano ule wa serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu 2020 zilizopendelea chama tawala na wale wanaotoka vyama vya upinzani wakienguliwa bila sababu za msingi. Amesema kwa kutambua hilo, tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 vyama vya upinzani havijakaa kimya, vimekuwa vikipigania mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi, lakini hadi sasa havijafanikiwa. Mbali na mambo hayo, Lissu amezungumzia wizi wa kura unaofanyika kwenye vituo vya kupigia kura kuwa pia ni sababu ya kupatikana viongozi ambao sio chaguo la wananchi. Haiwezekani tena na chaguzi za namna hii. Wanaosema twende tu hatuwezi kwenda machinjioni, wanaenda kukata wagombea wetu. Mnasema twende tu hatuwezi kukubali. Hayo alikuwa ameyazungumza Tundu Antipas Lissu mara baada ya kuweza kuzungumza na wakazi wa kule Ruvuma. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.